subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Kama ndio kwa mara ya kwanza kabisa unatembelea YouTube channel yetu, hakikisha umebonyeza button nyekundu iliyoko chini ya video hii kisha alama ya kengele, tukiendelea kujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Swala kubwa ambalo linatikisa kwa sasa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mchezo wa marejeano wa kombe la shirikisho hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kati ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa katika uwanja Benjamin William Mkapa. Sasa taarifa ambazo tumezipata ni kuhusiana na timu hii ya Al Masry kuomba mchezo mmoja wapo kati ya michezo walionayo uahirishwe ili waweze kujipanga vyema na michezo ijayo, lakini mchezo wenye tempa kubwa ni kati yao na Simba. Sasa kupata maandalizi ili waweze kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine, club ya Al Masry wameweza kuomba shirikisho hilo liweze kuwasogezea mchezo mmoja ili waweze kupata muda wa kutosha waweze kufanya vizuri katika michuano hii. Waarabu wameanza kuomba huko. Klabu ya Al Masry wamekiomba chama cha vilabu kuahirisha mchezo wao wa kombe la ligi dhidi ya Ceramica Cleopatra uliopangwa kufanyika kesho ili wapate muda wa kutosha wa kujiandaa na mchezo wao wa marudiano wa kombe la shirikisho dhidi ya klabu ya Simba Sports Club kutoka nchini Tanzania. Usisahau kwamba klabu hii ilikuwa imejipanga vyema kuhakikisha inafanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Sasa walikuwa nao mchezo ambao ungechezwa leo au kesho, mchezo wa ligi. Sasa wameomba chama cha soka cha nchi hiyo kiweze kuahirisha mchezo huo ili wapate muda wa kutosha kuja kuikabili klabu ya Simba. Usisahau kwamba zimebakia siku 4 pekee kuelekea mchezo wao dhidi ya klabu ya Simba. Sasa wao wanachokitazama kwamba siku zilizobakia waje Tanzania, wajipange, waweke maandalizi, waangalie mazingira, wakague uwanja, wajipange na mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo. Kisha wakiwa wamecheza mchezo mmoja wa nyuma ligi, wanaweza wakasababisha majeraha kwa wachezaji kwa sababu ligi yao iko tough sana, lakini pia wanaweza kuwa wamechoka sana wakiweka safari ya kuja Tanzania kuja kuikabili Simba, basi wanaweza kukuta wanapoteza mchezo huo kisha wanashindwa kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Na usisahau kwamba katika taifa la Misri ziko timu 4 zote zinashiriki michuano ya kimataifa. National Ahli pamoja na Pyramids zinashiriki kombe la klabu bingwa barani Afrika, huku upande wa Zamalek pamoja na Al Masry zinashiriki kombe la shirikisho. Na kati ya Simba pamoja na timu ya Al Masry, yeyote ambaye atashinda katika mchezo huu wa marejeano atakutana na mshindi kati ya mechi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini dhidi ya Zamalek. So kuna uwezekano mkubwa wa kuiona timu ya Al Masry kama ikifuzu kwenda hatua nusu finali inaweza ikakutana na timu ya nyumbani kwao ambayo ni Zamalek. Yaani inaweza ikawa ni derby, timu zote kutoka taifa moja kukutana hatua nusu finali katika michuano hii. Haiwezi kuwa nyepesi, lakini pia inaweza ikawa ngumu, lakini kwa namna moja au nyingine ni jambo ambalo linaweza kutokea. Ukitazama mchezo wa kwanza kati ya timu ya Stellenbosch dhidi ya Zamalek, Zamalek haikuwa na matokeo yenye manufaa, maana alitoka 0-0. So Zamalek akipata ushindi katika uwanja nyumbani huko nchini Egypt anafuzu kwenda hatua ya nusu finali, na matokeo ambayo ameyapata timu ya Al Masry dhidi ya timu ya Simba yanamwezesha yeye kuwa na nguvu kubwa ya kuelekea nusu finali. Inawezekana akafuzu. So kama akienda nusu finali moja kwa moja anaweza kukutana na timu ya Zamalek. So hizo timu mbili zote zinaweza kukutana katika hatua hiyo na zote zikitokea katika taifa moja. Kuomba kuahirishwa kwa mechi ili wajipange dhidi ya Simba. Je, hii unadhani itakuwa ni taarifa nzuri kwa Simba au itakuwa ni taarifa mbaya zaidi ili wapate muda wa kutosha? Na hii inaonyesha ni jinsi gani timu iko serious na michuano hii, lakini pia na mechi inayotarajiwa kupigwa katika weekend ijayo. Swali hilo unalizungumziaje? Share katika upande wa comment section. See you next time. Bye bye.